بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 29 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1440, katika darsa ya risala Khuturatu al-Ibtida' wa Shu'um al-Bid'a لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. tulianza mwanzo wa hii risala katika kikao kilichopita, tukafikia kauli ya mwandishi hafidhahullah قال: وقد تضافرت أدلة النقل كتابا وسنة وأدلة العقل، zimekuja kwa wingi dalili za naql Qur'an na Sunna, kadhalika dalili za kiakili ala dhammi albid'i watanfiri minha, katika kuzisimanga bid'a na kuwahimiza watu wajiweke mbali nazo, maneno ya kumfukuza mtu kutokamana na kuzikaribia, watarghibi anha, na kuzichukia bid'a, wadhammu thabitu lilbid'ati thabitun li sahibiha. Nataka tufahamu kuwa masimango yaliyothubutu katika Qur'ani na Sunna juu ya jambo la uzushi katika dini, yote pia yamwangukia mzushi katika dini, kwa sababu yeye ndiye aliyefanya ule uzushi. Kwa hivyo lawama yamshukia. فمن نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع، katika nusus za kitabu cha Allah azza wa jalla katika kuzisimanga bid'a, qawluhu ta'ala, qawli yake Allah azza wa jalla asema: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, basi ifuateni. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، wala msifuate njia nyingine, vijinjia vya kando kando, njia hizo nyingine zikakutengeni na kuwaekeni mbali na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, haya amekusieni Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. قال: فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، njia iliyonyooka ni njia ya Allah azza wa jalla aliyowaita watu kuifuata. wa huwa sunnatu, nayo njia hii pia ni sunna, mwenendo aliyokuja nao mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم،
na hivi vijinjia vingine visivyokuwa hii njia iliyonyooka ni njia za watu wa bid'a wazushi ambao wameiacha hii njia iliyonyooka wakapinda kutokamana na njia hii ambayo imenyooka kabisa. والآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك. na hii aya imeenea ikawagusa watu wa bid'a wanaofuata matamanio ya nafsi, kadhalika yawagusa wale wenye kufuata qaul shadh katika fiqh, aqwal ambazo hazina msingi wowote wakazifuata pia waingia humo, na wengineo min ahli at-ta'ammuq fi al-jadal wal-khawd fi al-kalam. na hapa wakusudiwa watu wa falsafa ambao huingia ndani na ta'ammuq katika ilmu ya falsafa na ilmu al-jadal wal-kalam. وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. na yote haya ni njia ambazo humpelekea mtu katika ukosefu na kuteleza, na ni mambo ambayo ndani yake yameweka au yampelekea mtu lazima katika itikadi mbovu zinazokwenda kinyume na Qur'ani na Sunna. wasubulu hiya albid'u washubuhat. na hizi subul, hizi njia zinazokusudiwa hapa ni bid'a na shubuhat wanazozifuata watu. wa qawluhu ta'ala, pia katika nusus za Qur'an zinazosimanga bid'a, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتهذاري tena wachunge wale wanaokhalifu amri yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an tusibahum fitnatun, isije ikawapata wao fitna, ay fi qulubihim, isije fitna ikagusa nyoyo zao, min kufrin au nifaqin au bid'atin, katika ukafiri au unafiq au uzushi. na siku zote anayekhalifu sunna lazima apende akatae ataangukia kwenye upande wa pili wa bid'a. yote anayekhalifu sunna, kama vile anayekwenda kinyume na tauhid apende akatae ataangukia kwenye nini? Kwenye shirki. Hakuna katikati. ya imma uwe umenyooka katika sunna, la sivyo ni lazima utakuwa wewe ni mzushi. Hakuna mtu wakati na kati, manzila baina almanzilatayn, hakuna. ni imma uwe na watu wa haki ama uwe na watu wa batili. na wapo katika watu ambao wataka kuwa sehemu zote, wataka kuwa huku na huku. ukawaona wako pamoja na watu wa batil, na wakiwaona watu wa haki pia wajaribu kuwa na watu wa haki. aina hii ya watu pia wamo katika mjtamaa, na sisi tuwaona huku kwetu. ikiwa ahli sunna salafiyin wana mihadhara, mtamwona huyo amefika, yuko naye waje kusikiliza. ikiwa watu wa batil min alhizbiyin wa ahli alfitan, na wao pia wana yao, wamuona pia yuko kwenye orodha pale, yumo. hawa wataka kusawazisha baina ya haki na batili. na ulama usunna wawahukumu watu kama hawa ambao ni mudhabdhabin kuwa ni katika ahlul ahwa'i wal bid'ah. sababu hana msimamo mtu,
ataka kuwa huku ataka kuwa kule. Wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, ataka kupita njia katikati, huku asilaumiwe na huku asilaumiwe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala watu kama hawa huwadhihirisha na kuwaweka wazi, mwisho wa kushajulikana kumbe amemili upande ule. Na siku zote mtu kama hawezi kumili kwa watu wa haki hata siku moja, kwa sababu watu wa haki hawapendwi. Watu wa haki hawapendwi. Mtamwona mara nyingi atamili kwa watu wa bid'a. Au yusibahum adhabun alim, ay fi dunya biqatlin au haddin au habsin au nahwi dhalika, au impate adhabu kali hapa duniani kabla ya akhira, imma kuuawa ikiwa waislamu watapigana vita dhidi ya wale wanaomkhalifu Mtume sallam katika ahdul kufr wal nifaq, yeye akaingia katika wao, au akasimamishiwa haddi, au akafungwa, au mfano wake katika adhabu za hapa duniani. وقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Allah ndiye aliyeteremsha hii Qur'an kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa aya za Qur'an ziko zile ambazo ni muhkamat. Muhkamat ni zile aya ambazo hazitegemei nususi nyingine katika kufahamika, ziko wazi kabisa. Wa ukharu mutashabihat, na zipo katika aya za Qur'an ambazo ni mutashabihat. Na mutashabihat ni zile nusus ambazo zategemea nusus nyingine katika kuzibainisha, bimaana peke yake haiwezi kuwa wazi mpaka uongezee nas nyingine ili iweke wazi. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, wale ambao katika nyoyo zao wana upotofu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, utawaona ni wenye kufuata zile nusus mutashabih. Malengo yao nini? Ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili. Allah akaeleza yaliyomo katika nyoyo zao kuwa malengo yao ni kuleta fitna na kutaka kuzifasiri kwa maana isiyokusudiwa, ila akhir al-aya. وكلام أهل التفسير في تأويل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يدل على دخول أهل البدع. ukiangalia maneno ya wanavyuoni wa tafsir katika kufasiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema فأما الذين في قلوبهم زيغ, bali alifasiri wa kwanza tafsiri hiyo nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أكتتهذرشناو أهل البدع محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة. na ndio tafsiri iliyonukuliwa kwa kikundi cha masahaba kabn Abbas wa Abi Umama radhiyallahu anhum, kama Ibn Abbas na Abi Umama radhiyallahu anhum na wengineo. والآيات في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام نهجه كثيرة جدا. آية zilizokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuamrisha sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kulazimiana na mfumo aliyokuja nao mtume sallam ni aya nyingi sana. wa fil amri bil ittiba'i nahyun 'anil ibtida', na ikija amri ya kufuata au kumfuata mtume sallam, basi katika amri hiyo ndani yake ni kama ushakatazwa tayari kutokamana nini na kuzua katika dini. Wa dhammun lahu,
kadhalika aya inaoamrisha itibaa, kufuata, tayari imesimanga uzushi. Wa min tilka alayat, na miongoni mwa hizo aya hapa atataja baadhi na ziko nyingi. Qauluhu ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. hakuwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike anapopitisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam amri, awe atakuwa na khiari katika amri kama ile, hana budi isipokuwa kuifuata. Na mwenye kumuasi Allah na mtume wake basi amepotea, tena upotofu wake wa wazi kabisa. Hii aya yatuamrisha kuwa linapokuja neno kutoka kwa Mtume sallam ni wajibu juu yetu kufanya nini? Kulisikiliza na kutii. Anapoamrisha amri Mtume sallam ni wajibu juu yetu kuitekeleza na kuifuata. Kinyume na hivyo tutakuwa tumemuasi, na kumuasi ni upotofu ulio wazi. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن ملوامين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله msitangulie mbele ya Allah na mtume wake, wattaqullaha inna Allaha sami'un alim, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusikia na mjuzi wa kila kitu. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, alichokupeni Mtume sallama chukueni, na alichokukatazeni komekeni. Wewe tosheleka na kile alichokupa Mtume sallam. Na nani yule ambaye aweza kumaliza kila alichokuja nacho Mtume Muhammad sallam? Ni mengi. fattaqullaha mastata'tum. Sasa ikiwa huwezi wewe kumaliza yale aliyokuja nao Mtume sallama katika sunna zake, kwa nini basi uzue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Shikamana tu na yale aliyokuja nao Mtume sallam ya kutosheleza, iwe utatosheleka na yale aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyafuata. wa qawluhu ta'ala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. na apa kwa Mola wako mlezi hawawi waumini wala hawataamini hao mpaka wakujalie wewe kuwa hakimu baina yao katika yale yaliyojiri baina yao, kisha wasiwe na dukuduku lolote la nafsi, wasiwe na dhiki yoyote katika nafsi yao kwa hukumu uliyoipitisha wewe, na wajisalimishe, kujisalimisha bimaana kulikotimia. Hizi ni baadhi ya ayat ambazo zafungamana na haya tuliyotangulia kuyataja. قال ومن الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه, na katika ahadith zinazosimanga uzushi katika dini na kuukataza na kutuamrisha kufuata sunna ya Mtume sallam na kutuhimiza kufuata, kisha akaorodhesha ahadith hapo chini ambazo tutazisoma insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Aktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fik.